katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liko neno katika lugha ya Kiarabu linaitwa hammu. Neno hili limefasiriwa na wanazuoni kuwa ni ile hali ya wasiwasi anayokuwa nayo mtu na woga juu ya mambo yatakayokuja kutokea baadaye, ambayo yanakuwa ni mambo ambayo yeye hayapendi na yanamuumiza. Wasiwasi huu anaweza kuwa nao kwenye kazi yake, kuwa na wasiwasi labda siku zijazo ataondoshwa kwenye nafasi ile. Wasiwasi huu anaweza kuwa nao kwenye nafsi yake, ana wasiwasi siku zijazo anaweza akaugua. Wasiwasi huu anaweza kuwa nao kwenye mali yake, kwenye familia, kwenye chochote. Wasiwasi wa namna hii wa kuogopea mambo usiyoyapenda yatakayokuja kutokea mbele ndio inaitwa hamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea katika Qur'ani kisa cha Nabii Yusuf na baba yake Nabii Yaqub. Ndani ya kisa hiki tunaona wasiwasi wa Nabii Yaqub wa nini kitakachomtokea mwanawe baada ya ndugu zake kumchukua na kumfanyia walichomfanyia. Wasiwasi ule, huzuni ile ikawa inamfanya kila mara anamtaja mwanawe. Mwisho watoto wake wale wakamwambia kama Qur'ani inavyotueleza, baada ya bismillahir rahmanir rahim, qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan au takuna min alhaliki. Wakamwambia kwamba wanamuona baba yao hatoacha kuwa anamtaja Yusuf mpaka hali yake ile ya saa zote vile anavyokuwa itamuingiza kwenye maradhi au itamfanya aangamie kabisa. Yeye akawajibu, Mwenyezi Mungu anatuambia, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kwamba mimi sikitiko langu, wasiwasi wangu, huzuni yangu ya nini kitatokea huko mbele kwa mwanangu, sifanyi hivyo kwa ajili yenu nyinyi. Yote nimeelekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'lamu min Allahi, na najua kutoka kwa Mwenyezi Mungu rehma, faraja na uwezo wake wa kunitoa kwenye hali hii. Najua ma la ta'lamun, yale ambayo nyinyi hamyajui. Kisa hiki kinatufunza kwamba wasiwasi unaokuwa nao kwenye chochote kile, kwenye yale usiyoyapenda ambayo unadhani yatakutokea, egemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiegemeza huko utakuwa huko sawa sawa. Baada ya muda kupita, Qur'ani inatuhadithia kisa hiki kwamba Nabii Yaqub alipoteza macho, lakini mbashiri aliyomletea kanzu ya Yusuf alipoletewa usoni mwake, Mwenyezi Mungu anatuambia fartadda basira, macho yakarudi yakawa anaona. Lakini muhimu kwenye aya hii ya 97 katika surati Yusuf ni maneno ya mbele kwenye aya hii kwamba alipofika pahala kuwa sasa anaona, qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, akawaambia wanawe, je, sikuwaambia nyinyi kwamba mimi najua faraja, rehma, msaada wa Mwenyezi Mungu, uwezo wa kunitoa kwenye hali hii, najua yale ambayo nyinyi hamyajui. Hamu ni wasiwasi, hofu, woga ambao mwanadamu anakuwa nao kwenye mambo asiyoyapenda, ambayo ana wasiwasi na woga na hofu kuwa yatakuja kumtokea. Hali hii kwa yoyote yule ambaye ikimtokea amejiegemeza kwa Mwenyezi Mungu, anapopitiwa na hali ile, inakuwa ni nafasi ya yeye kufutiwa madhambi yake.
kama alivyotuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma yusibu almuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta shauka illa kaffara Allahu biha min khataya, kwamba Muislamu hapatwi na tabu ya namna yoyote, hapatwi na maradhi ya namna yoyote, hapatwi na hamu, wasiwasi unaomuingia kwamba kesho itakuwaje, ilhali yeye ni muumini wa sawasawa. Hapatwi na huzuni ya namna yoyote wala maudhi, wala hapatwi na huzuni ya kile kibaya kilichomtokea sasa, hata mwiba ukimchoma, isipokuwa anapofikwa na haya ilhali yeye ni muumini wa sawasawa, inakuwa ni kafara ya kufutiwa madhambi yake. Hamu ni wasiwasi, woga, hofu wa mambo yatakayotokea mbele ambayo huyapendi kwenye chochote kile, lakini dawa iliyo nzuri ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innama ashku bathi wa huzni ila Allahi wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wametueleza hamu ni ile hali ya woga, wasiwasi na hofu kwenye yale usiyoyapenda ambayo unadhani yatakuja kukutokea baadaye. Lakini pia wakatueleza dawa, wakasema dawa ya kwanza kwetu sisi kuondokana na hali hii ambayo inapelekea mpaka kumwangamiza mtu, maradhi ya moyo, shida mbalimbali. Dawa ya mwanzo wakatuambia husnu dhanni billah, kuwa na dhana njema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na dhana hii wakatuambia kwamba yule aliyokustiri katika wakati uliopita, kuna wakati ulikuwa kwenye hali fulani, ulikuwa na matatizo fulani, siri yako kati yako wewe na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akakuvusha pale. Chukua hali ile, rudisha imani kwa Mwenyezi Mungu kwa kama alivyokutoa wakati ule, na pakitokea jambo lisilofaa hata kutoa vile vile. Muhimu ni kubaki kwenye dhana njema na kumtarajia Mwenyezi Mungu na kufanya anayoyapenda na kuyaridhia. Wao wakasema faman sataraka fil madhi, yule aliyokustiri kwenye wakati uliopita, huwa qadirun, anao uwezo ayasturaka fil mustakbal, kukustiri tena kule mbele. Na wakatuambia tuzingatie maneno ya Mwenyezi Mungu aliyomwambia mtume wake, wadhakirhum biayamillah, wakumbushe hao wana wa Israeli kule kwa Nabii Musa siku za Mwenyezi Mungu. Na siku za Mwenyezi Mungu kwao ni pale alipookoa kutoka kwa Firauni,
Lakini wakatuambia siku za Mwenyezi Mungu zinatofautiana kwa kila mmoja wetu. Inawezekana siku katika siku za Mwenyezi Mungu kwako ni siku uliofaulu mtihani, ni siku uliopata ajira ukaajiriwa, ni siku uliokutana na mtu fulani ikawa ndio sababu ya kukaa kwenye hali ulionayo. Ili mradi kila mtu anazo siku katika siku za Mwenyezi Mungu, na kama alivyokupa siku hizo Mwenyezi Mungu huko nyuma, ana uwezo wa kukupa tena. Kwa hiyo kuondoa hamu ni kuweka dhana njema kwa Mwenyezi Mungu. La pili, kukusanya wasiwasi wako wote na hofu zako, kuingiza kwenye hofu moja tu. Na hayo ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sisi wanadamu hatuachi kuwa na hamu kwenye mali, kwenye watoto. Uko mtu mzima sasa, unakuwa na wasiwasi na hofu, baada ya wewe kuondoka, hali ya watoto wako itakuwaje? Kama si watoto, wajukuu zako itakuwaje? Watabaki kwenye dini au watatoka waingie kwenye mengine? Ili mradi hofu na wasiwasi kwenye yanayokuja, kila mmoja anakuwa nao. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man ja'ala al-humum, yule mwenye kujaalia ule wasiwasi wake, akakusanya zile wasiwasi zote, akafanya hamman wahidan, akaziingiza kwenye wasiwasi mmoja tu, nao ni wasiwasi wa akhir, kafahu Allahu hamma dunia, Mwenyezi Mungu atamtosha na kumlinda na wasiwasi wa dunia yake. Pengine akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu, yule ambaye dunia ndo hamu yake inayomshughulisha, farraqa Allahu alayhi amra, Mwenyezi Mungu atayatawanya mambo yake, waja'ala faqrahu baina ainaihi, na atafanya ufukara awe bado anauona mbele ya macho yake. Miradi mingi, kazi nyingi, shughuli nyingi, lakini bado anaona ufukara uko mbele ya macho yake. Walam yatihi minad dunya, na hana atakachokipata katika dunia illa ma kutiba lah, isipokuwa kile kile alichoandikiwa. Lakini anasema waman kanatil akhirah hammahu, na yule ambaye akhira ndo hamu yake, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi, Mungu atajalia utajiri wake huyu itakuwa ndani ya moyo wake. Wa jamaa lahu shamlahu, na atamkusanyia mambo yake yote kwenye jambo moja, na amfanzie wepesi katika mambo yake. Wa atatuhu dunya, na dunia itamfuata yeye, wa hiya radhimatun, ila hali dhalili kabisa inamfuata. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, ambao wanakusanya wasiwasi walizokuwa nazo katika wasiwasi mmoja tu akhira. Maneno ya Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, yeye ametuachia maneno tuishi nayo, aliposema liyakun hammuka lima ba'da al-maut, hamu yako wewe uiweke katika kufikiri katika yale ambayo utakutana nayo baada ya kufa. Na Ibn al-Qayyim akasema maneno ya sisi kuishi nayo, akasema la tahmil hamma dunya fa innaha lillah, usibebe ile hamu ya dunia kwa sababu hiyo iache kwa Mwenyezi Mungu. Wala tahmil hamma rizq, wala usibebe hamu ya riziki yako, fa innahu min Allah, kwa sababu hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala tahmil hamma almustaqbal, wala usibebe hamu na woga wa baadaye itakuwaje, fa innahu biyadillah, kwa sababu hiyo iko katika milki ya Mwenyezi Mungu. Wewe anasema ihmil hamman wahidan, beba hamu moja tu. Kaifa turdillah, vipi utamridhisha Mwenyezi Mungu? Sababu ukimridhisha Mwenyezi Mungu atakulinda na yale yote unayoogopa na kuyahofia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaoishi katika ulimwengu wakishughulishwa zaidi na kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
kisha kwa mafundisho mazuri aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة، وعن ازواج نبيك وعمي وسته ذوي الاخلاص والصفا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله